hatua gani za dharura mnachukua baada ya miundombinu kupata hitilafu, hususan katika kata za Nyasaka, Nyamanoro na Kirumba, sehemu ambako madaraja yalikatika? Utaratibu wa uzibuaji mitaro utawekewa mwongozo ambao utatekelezeka ili kuepusha yatokanayo na mvua baada ya uchafu kuwa umetelekezwa kwa muda mrefu au mchanga. Lakini sambamba na hapo, ni pongezi kwa majibu, kwa namna ambavyo umejibu, lakini pia pongezi kwa viongozi wetu, hususan mbunge, kwa jitihada ambazo wamefanya kusaidia kuongezeka kwa bajeti kwa kadri ambavyo tumesikia bunge limepitisha. Nilikuwa nafasi kuuliza maswali manne. Swali la kwanza linasema, ni lini huduma ya usafiri wa daladala kutoka katikati ya jiji kwenda hospitali ya wilaya ya Ilemela itaanza kufanya kazi kwa ukamilifu wake? Swali la pili, ni lini ruti za usafiri wa daladala katika barabara mpya za lami zilizokamilika ikiwa ni pamoja na barabara ya Mboga Nyamadoke hadi Nyamongoro stendi na Busweru Busenga Coca-Cola hadi Kisesa zitaanzishwa katika barabara za Ibanda Juu Kirumba hadi katikati ya jiji, mjini Pasiansi Rumara hadi PPF Kiseke, na barabara ya Ilemela mzunguko Malaika kwenda uwanja wa ndege zitaanzishwa? Swali la nne, ni lini LATRA wataanzisha ruti ya mjini Kitangiri hadi Miama? Ni lini mtaa wa Bujingwa, Kilabela na Koronto iliyoko kati ya Bugogwa itaunganishiwa huduma ya umeme? Swali la pili, ni tatizo gani linalosababisha hali ya kukatika kwa umeme bila taarifa yoyote katika kipindi cha hivi karibuni? Swali la tatu, katika baadhi ya maeneo ya manispaa ya Ilemela kumekuwepo na tatizo la umeme mdogo, low voltage, sambamba na kulipuka kwa transformer. Je, tatizo hili linasababishwa lini litashughulikiwa? Nne, ni lini nguzo zilizoko barabarani katika barabara ya Kigoto Bujumbura kata ya Kirumba zitaondolewa? Swali la tano, ni lini nguzo za umeme zitapatikana kwa ajili ya kuwaunganishia umeme wananchi wa mtaa wa Bwelimu iliyopo kata ya Pasiansi? Swali namba sita, ni lini TANESCO watasambaza nguzo na nyaya za umeme ili wananchi waishio katika maeneo yasiyo na umeme katika kata ya Kayenze, Bugogwa na Sangabui waweze kupata huduma hiyo? Tunaendelea kufuatilia kwa kushirikiana na mheshimiwa mbunge maandiko yote ambayo tumepeleka, angalau tuweze kupata fedha kuweza kurescue situation ambayo ipo katika wilaya yetu. Baada ya mvua inaponyesha, kulingana na nature barabara zetu ziko kwenye low terrain, ni kwamba tunapokea michanga mingi kutoka kwenye maeneo ya juu, hivyo kusababisha mitaro kujaa. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, mimi naomba pia nitumie hili baraza, kwa sababu mheshimiwa madiwani tunao hapo na kwa kata zote 19, ni vyema tukakumbushana kwamba jukumu la kuzibua mitaro tusiliachie serikali tu, wala tusimwachie TARURA, tusimwachie mkurugenzi. Tushirikiane pia na sisi kwa kushirikiana na wananchi wetu kwenye kata zetu. Kati ya watahiniwa 7788 wa kidato cha 4 waliofanya mtihani, watahiniwa 1172 walipata daraja la kwanza, watahiniwa 1529 walipata daraja la pili, watahiniwa 1967 walipata daraja la tatu, watahiniwa 2771 walipata daraja la 4 na watahiniwa 42 walipata daraja ya 0. Mheshimiwa Mwenyekiti, mnamo tarehe 10 mwezi wa pili 2026, mkuu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Saidi Mtanda alifanya ziara katika halmashauri yetu
kwa ajili ya ukaguzi wa miradi katika sekta ya afya na elimu, ambayo ni ukamilishaji wa maabara katika shule ya sekondari Buzuruga, ujenzi wa zahanati ya Nyambiti kata ya Buzuruga na ujenzi wa shule ya sekondari Mwaserundi kata ya Shibula. Katika ukaguzi wa miradi hiyo, alihimiza wananchi kujiunga na bima ya afya kwa wote, ukusanyaji wa mapato kwa kupitia mfumo wa Botomis katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya ili viweze kujiendesha kupitia mapato yanayokusanywa, na vile vile alitilia mkazo swala la kuripoti kwa wanafunzi wa elimu ya awali na darasa la kwanza sambamba na ufuatiliaji wa wanafunzi waliopangwa wa kidato cha kwanza. Pamoja na kuongelea swala la mapato, lakini tumeona hapa usomaji wa utekelezaji wa miradi. Pesa zimekuwa zikitoka na mkurugenzi amesisitiza, nashukuru. Pesa zinazotoka zinatakiwa zisimamiwe, ziwe na tija. Inatoka pesa, ukiangalia mradi na pesa iliyotoka haviendani. Kwa hiyo tuendelee kusimamia wakandarasi wote, watu wa huduma wote katika maeneo yetu. Kwa hiyo ndugu zangu madiwani, nyinyi kama wawakilishi kwenye kata zenu, tuwaombe sana tusimamie hili. Na nashukuru watu wa chama wapo hapa, wamekuwa wakisimamia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo niwapongeze sana. Kwa hiyo ni lazima tushirikiane ili 2030 tukija hapa tuseme ni yapi tuliyoyatekeleza. Kwa hiyo ilani hii haiwezi kutekelezwa na sisi wanasiasa peke yetu. Ni lazima tushirikiane na nyinyi wakuu wa idara ili ajenda ya 2030 ya Mheshimiwa Rais kutoa tabasamu kwa wananchi, wakiwemo wananchi wa jimbo la Ilemela, ili iweze kufikiwa. Kwa hiyo eneo jingine ni mahusiano, tuendelee kuimarisha mahusiano yetu. Kwa maana sisi wanasiasa, mbunge, madiwani pamoja na nyinyi wakuu wa idara. Kwa hiyo palipo na mahusiano bora ndio muunganiko mzuri wa kuleta maendeleo katika wilaya yetu. Kwa hiyo katika eneo hilo niwaombe sana, kila mmoja atimize majukumu yake, tushirikiane palipo na mahitaji ya pamoja ili tuweze kuwa na ajenda ya pamoja.